Mjusi huyu akiwepo nyumbani kwako, muondoe haraka sana, maana anaweza kuleta maafa katika familia mzima. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha kumuua mjusi huyu, kwani Nabiullah Ibrahim alaihi salam alipotoswa kwenye moto, mjusi huyu alikuwa anahusika kuukoleza na kuvumisha ule moto uongezeke kasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji kupitia hapa Khairo TV, ni kuombe usisahau kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuleta istighfari. Pia usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazokujia kupitia hapa Khairo TV. Mpenzi mtazamaji, kuua katika Uislamu kumekatazwa, lakini kwa mjusi huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameturuhusu kumuua mjusi huyu. Pia mwenye kumuua mjusi huyu kwa pigo moja hupata thawabu nyingi sana kuliko yule ambaye atamuua kwa pigo zaidi ya moja. Ewe ndugu Muislamu, umuonapo mjusi huyu katika nyumba yako, hakikisha unamuua haraka, kwani ikitokea mjusi huyu ameangukia katika chakula na chakula kile kikachanganyika na mwili wa mjusi huyu na mukala wanafamilia au ukala, basi mutakufa au utakufa kutokana na sumu ambayo anayo mjusi huyu. Hakikisha ndugu mtazamaji, unafunika chakula chako. Hakikisha chakula hauachi wazi, na usile chakula ambacho kiko wazi, kwani mdudu huyu ana mchezo wa kulambalamba vyakula na kutemea mate katika vile vyakula ambavyo anavikuta viko wazi. Hakika wanasayansi wa zama zetu hizi wamethibitisha kwamba kiumbe hiki, mjusi huyu, anasababisha pia kueneza typhoid, kwani anavyojisaidia kile kinyesi chake wanatoka bakteria ambao wanaweza kusambaa na kusababisha magonjwa ya tumbo na kusababisha typhoid. Pia wanasayansi wanasema kwamba bakteria ambao wanapatikana kwenye mjusi huyu wanaweza kusababisha maumivu ya kichwa, mapigo ya moyo kwenda kasi, lakini pia wanaweza kusababisha magonjwa ya kutapika na kuharisha. Hakikisha pia mpenzi mtazamaji, unaosha miswaki yako vizuri, ambayo unaiweka ile sehemu ambayo unaweka miswaki yako, kwa sababu hawa wana michezo ya kulambalamba na kutemea mate katika miswaki. Unaweza kuja kupata magonjwa ambayo haukuyategemea mpenzi mtazamaji. Mjusi huyu pia au mijusi hii ikiwepo nyumbani kwako, wanaweza pia kusababisha allergy kwa wahusika wa nyumba ile. Kwa hivyo ni muhimu kuwaua na kuwatoa ndani ya nyumba. Mpenzi mtazamaji, ikiwa wanasayansi wanathibitisha leo hii kutokana na madhara haya, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye alishathibitisha miaka mingi iliyopita. Mpenzi mtazamaji kupitia hapa Khairo TV, sasa hivi twende moja kwa moja ni namna gani ya kupambana na mijusi hii au mjusi wa aina hii, na namna gani ya kujikinga kiasili kwa kutumia tu dawa ambazo vitu vyake vinapatikana, vifaa vyake vinapatikana katika mazingira ambayo yametuzunguka. Mpenzi mtazamaji, hapa moja kwa moja nitakufundisha namna gani ya kuweza kuandaa vitu hivyo na iwe ni dawa kwako kupambana na mijusi hii, maana mijusi hii ni mibishi sana wakishaamua kukaa kwenye nyumba. Mpenzi mtazamaji, kitunguu saumu ni dawa kubwa ambayo pia inaweza kuwakimbiza mijusi hawa. Mpenzi mtazamaji,
chukua kitunguu saumu, menya, chukua vipande vyake, weka kila kona ya nyumba. Hakikisha vitunguu vile vinatoa harufu. Ile harufu ya vitunguu saumu huwakimbiza mijusi hawa, kwani harufu ya vitunguu saumu na mijusi hawa haviendani kabisa, kwao inawakera sana. Ukifanya haya, unaweza kumkimbiza mjusi wa aina hii. Lakini pia mpenzi mtazamaji, hata harufu ya kitunguu maji pia sio rafiki kwa mijusi hawa. Kata vipande, weka sehemu ambayo unajua hapa unaweka vyombo, unaweka chakula, au unaweka miswaki, weka pale, hakika hawatokaribia. Harufu ya kitunguu saumu pia, pamoja na kitunguu maji pia, huwa inawaweka mbali sana mijusi hawa. Dawa ingine, ima ukikosa kitunguu maji na kitunguu saumu, chukua pilipili manga, changanya na maji, paka katika kuta ambazo unajua wanapenda sana vijusi hawa kukaa. Lakini njia ingine ya kupambana na vijusi hawa na kuwaondoa nyumbani kwako, kuchukua maganda ya mayai. Yale maganda ya mayai, weka sehemu ambayo wanapenda sana vijusi hao kukaa. Kwani kuweka kwako maganda ya mayai, huamini kabisa yule ni mnyama mkubwa na anataka awawinde awale. Kwa hiyo hawatosogelea na watahama makazi. Pia mpenzi mtazamaji, ukikosa vyote hivyo, andaa juisi ya limau au andaa juisi ya mchaichai. Pakaza sehemu ambazo wanapita pita, basi itakuwa mwanzo na mwisho vijusi hawa kuitawala nyumba yako. Hizi ni baadhi za mbinu tu za kuweza kupambana na vijusi hawa kiasili. Lakini zipo mbinu zingine za kitaalamu. Ikiwa kwako ni shida zaidi, unaweza kununua hata rungu na dawa zinazofanana na rungu kuweza kuwapulizia vijusi hawa na kukaa nao mbali, kwani ni hatari sana katika maisha yetu, ila tumekuwa tukipuuzia. Mpenzi mtazamaji, tumeona jinsi Uislamu ulivyotufundisha mapema kabisa kuchukua tahadhari kutokana na viumbe hivi kabla ya utafiti wa wanasayansi wa zama zetu kuthibitisha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwanasayansi mkubwa sana kabla ya kuja wanasayansi hawa, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha vitu vingi ambavyo sasa hivi wanasayansi wanathibitisha. Ewe mpenzi mtazamaji, ikiwa umepata faida kupitia klipu hii fupi ambayo nimeandaa kuhusu namna gani ya kupambana na vijusi hawa, pia nimeweka tahadhari ya kuwa nao mbali na kuwaua kabisa, kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza kuwaua vijusi hawa, kwani unapata thawabu nyingi ukiwaua, kwani walifanya fitna katika zama za Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kufanya istighfari. Pia Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe sisi na ndugu zetu waliotangulia mbele za haki. Mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Kufikia hapa niseme wabillahi tawfiq. Uhibbukum bila hudud. Wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.